السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bado tunaendelea na semina yetu hii ya kielimu, na kwa mujibu wa ratiba leo ni siku ya at-tauhid. Lakini kama mlivyopata taarifa kuwa Shekhe Allah amhifadhi alikuwa na jukumu leo la muhadhara baada ya salati al-asri, alikuwa na akina mama, kwa hiyo ikahesabika ni sehemu ya udhuru kwa kuunganisha yote kwa pamoja. Ilikuwa yawezekana, lakini akaona ni vizuri jambo lifanyike jingine na pasikosekane la kufanyika muda huu, kwa kuwa jambo tushalipanga. Baada ya maelezo haya mafupi, leo insha Allah tabaraka wa taala tutazungumzia babu ma'rifati alamati al-i'rab. Babu ma'rifati alamati al-i'rab, mlango wa kubainisha na kufafanua kutambua alama za i'rab. Neno babu hapa lilipo katika lugha ya Kiarabu inajuzu kuifanya ni khabaru mubtada'in mahdhuf, taqdiruhu hadha babu ma'rifati alamati al-i'rab. Ikawa hadha ni mubtada ambaye kaondoshwa, na pia inafaa babu kuifanya ni mubtada na habari yake ukakadiria mwisho, babu ma'rifati alamati al-i'rab hadha. Kwa inajuzu au inafaa kufanya hivyo kwa upande wa masala ya ki'irab.
matumaini yangu makubwa ni kwamba tumejifunza al-i'rab, tumejua nini maana ya al-i'rab lughatan wa istilahan, na pia mwisho wa darasa ya jana tukajifunza al-bina'u. Sheikh akatuambia ikiwa wazi moja katika viwili hivi, basi nyingine itakuwa wazi pia, kwa kuwa mwenzake ashawekwa wazi. Baada ya kujifunza i'rab tujifunza albina. Tukasema albina ni aina ya matamko au aina za hukumu ambazo zinathibiti juu ya hali moja pasi na sababu yoyote wala amili yote ambaye kapelekea hali hiyo iwe, bali tamko limejengewa hivyo. Sasa baada ya kutambua i'rab, leo tutajifunza alama za i'rab ni zipi. Nikishaiona alama hii sehemu yoyote, nitatambua kuwa tamko hili hapa lilipo muda wa kuwa ni mu'rab, alama yake itakuwa ni hii. Ndio somo letu, somo jepesi, lahitaji utulivu tu wa hali ya juu ili uweze kupokea kile ambacho Sheikh ametuandalia. Qala liraf'i 4 alamati, amesema Sheikh wa matni ina raf'u alama 4. Arafu ambayo tumesema taghayyurun makhsusun alamatu ad-dhamma, ile ambayo tumesema arafu ni mabadiliko maalum ambayo alama yake ni dhamma, na vile vinavyokaa niaba ya dhamma, kwa hiyo ina alama 4. Ukisikuta maeneo yake, basi tambua kuwa tamko lako hapo lilipo ni marfu'u. Kitakachofuatia ni kujua ni marfu'u kwa sababu ni nani, kwa kuwa marfu'atu tunajifunza ziko takriban 7. Tajua imma hapa lipo ni fa'il au ni naibul fa'il au ni mubtada au ni khabar ya mubtada au ni ismu kana au ni khabaru inna au ni tabi'i ya al-marfu'. Tajua utapata picha kuwa ni moja katika hivi ambavyo tumevitaja, na pia Sheikh atabainisha kwa upana katika mlango wake. Alama ya kwanza ni ad-dhamma, ambayo ni alama ya asili ya raf'u, wal waw wal alif wan nun. Alama zetu ni ad-dhamma, ya pili ni al-waw, ya tatu ni al-alif, ya nne ni an-nun. Na alama hizi kila moja ina maeneo yake. Ukisha yatambua na kuyabaini maeneo hayo, ukajua kwamba dhamma maana yake ni kadha na kadha na kadha na kadha, basi wewe kazi yako ni kuangalia hapa dhamma ilipo, je, imekaa eneo miongoni mwa maeneo ambayo unayatambua? Ndio maana ikawa ni marfu'. Wao pia na alif na nun. Waqulu, na ninasema Sheikh asema tastati'u an ta'rifa anna al-kalimata marfu'a, unaweza kutambua kuwa neno ni marfu'a biwujudi alamatin, kwa kupatikana alama fi akhiriha, mwisho wake, min 4 alamatin, miongoni mwa alama 4. Moja katika hizo utatambua kuwa hapa tamko hili ni marfu'un kwa kupatikana alama hii. Wahidatun minha asliya, moja miongoni mwa hizo 4 ni ya asili. Wa hiya dhamma, nayo ni dhamma. Wa 3 furu'un anha,
na tatu ni matawi ya hii ya asili, manake ni furu', ni matawi lakini ya asili hasa ni adhamma. Na kwa nini yamekuwa ni matawi? Kwa kuwa zinakaa niaba ya hii ya asili. Wa hiya alwawu wal alif wan nun, nazo ni wawu na alif na nun. Baada ya hapo anaanza kuchambua na kuelezea maeneo ya alama moja moja, ili na wewe utambue kuwa nikiyakuta maeneo hayo nishatambua kuwa alama hii hapa ilipo ni iko eneo fulani na inastahili kuwa na alama hii. Mawadhi'u dhamma, sehemu za dhamma ni zipi? Qala fa amma dhammatu, ama dhamma fatakunu alamatan liraf'i, inakuwa ni alama ya raf'i fi 4 mawadhi'a, katika sehemu 4. Neno mawadhi'a kikanuni itakiwa ije 4 mawadhi'i, kwa kuiweka kasra kwa kuwa ni mudhafu ilayhi, lakini imekuwa na fatha kwa kuwa kila jina ambalo linaja katika sura namna hii baada ya alifu hii ambayo inaitwa alifu taksir, pakiwa pana herufi 2 au 3, jina hili hutojurisha kwa kasra, utatumia fatha niabatan an kasra, na ni babun min abwabi niyaba, ambao pia mlango wake uko mbele. Kwa hiyo fi 4 mawadhi'a, katika sehemu 4. Sehemu ya kwanza alismi al-mufrad. Dhamma ni alama ya raf'i katika yale matamko ambayo ni al-mu'rabatu katika jina moja, alismu al-mufrad. Ikija Muhammadur Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, chapata Muhammadun hapa ilipo imekuwa ni marfu'un tena kwa dhamma, kwa kuwa ni alismu almufrad. Rasulullah pia hivyo hivyo, rasulu, kwa kuwa ni alismu almufrad itakuwa ni marfu'un. Kwa cha msingi ni kujiuliza kama ni marfu'un hapa Muhammadun Rasulullah ni nani mpaka amekuwa ni marfu'un. Kwa hiyo jawabu lako utajua hapa muda kwa yuko mwanzo atakuwa ni kitu fulani, kama ni mubtada au jambo jingine. Sehemu nyingine wa jam'i taksir. Dhamma ni alama ya raf'i katika jam'u taksir. Tuna aina 3 za aljam'u: jam'u taksir, na jam'u almudhakkar salim, na jam'u almuannath salim. Jam'u taksir ni ma dalla ala akthara min 2 bitaghayyuri surati mufradihi, ni kinachoonyesha zaidi ya wawili kwa kubadilika sura ya mufradi. Jam'u at-taksir nitajua kwa sura gani? Kwanza nijue mufradi ni ipi, kisha ikija katika sura ya wingi naangalia, je, hii jamu ilivyokuja na hii mufradi, sura ya mufradi imebadilika au iko vile vile? Kisha imebadilika, maana yake ni kwamba hii ni jamu taksir, wala sio jamu dhakari salim wala jamu muannath salim. Mfano na neno rajulun. Rajulun tuna ra'un, tuna jim na lam, lakini upande wa wingi nakuja rijalun. Kwa rijalun unalipima na rajulun. Hii sura ya mufradi imebadilika maeneo mengi. Ra'u ya rajulun ni maftuhun, ra'u ya rijal ni maksurun. Jim ya rajulun ina dhamma, jim ya rijal ina fatha, na kuna alif imeongezeka kwenye nini? Rijalun. Tayari hapo ushajua hii si jamu dhakari salim wala jamu anath salim, isipokuwa ni jamu taksir.
Sasa jamu taksir unairufaisha kwa dhamma pia ikiwa katika sehemu eneo lake. Labda ni fa'il wakati huo utarufaisha kwa nini? Kwa dhamma. Na ataeleza kwa upana katika maeneo yake. Pia wa jam'i al-muannath salim. Eneo la tatu ambalo dhamma itatawala maeneo hayo ni jam'u al-muannath salim. Jam'u muannath salim upate sifa ya mwanamke au jina la mwanamke kisha ipatikane alifu na taa mazidataini, iongezeke alifu na taa kule mwisho. Una Fatimatu kaja Fatimatun, una Qaimatun kuja Qaimatun. Na wameita jam'u al-muannath salim kwa kuwa kwanza inaonyesha juu ya wingi, alafu ni wingi wa kike. Ama neno asalim anakusudia kuwa sura ya mufradi salimati min at-taghyir, mufradi bakia vile vile, hakuna ambacho kinabadilika. Ni Aisha tu, kazi yako ni alifu na taa mazidataini, Aisha tu. Lakini neno Aisha huko mwanzo huko vile vile. Kama ni Maryam itakuja Maryamatu, sura ya mufradi haijabadilika, ndio maana ya neno asalim. Ama jamu ni maarufu, al-muannath ni wingi wa kike, lakini wakati huo mufradi haijakuwa na mabadiliko ya aina yoyote, kwa kuwa umeongeza vitu baada ya nini kule mwisho kwenye jina lako au katika sifa ya mwanamke. Kwa jamu muannath salim pia inanufaishwa kwa dhamma. Eneo jingine wal fi'l mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un. Eneo la nne ni fi'l mudhari' ambayo haijakutana mwisho wake na chochote. Mudhari' ambayo tumejifunza na utaendelea kujifunza, ikiwa mwisho haijakutana imma na wawul jam'i au alif lithnain au nun niswa au nunu taukid au muda kuwa hakuna vitu hivi, tairufaisha kwa dhamma. Ina yadhribu, yaakulu, yusafiru, ina yajri, yad'u. Dhamma imma hiyo ni dhahir au muqaddara kama tulivyotangulia kuelezea. Kwa hiyo ni maeneo manne ambayo dhamma inazungukia humo: al-ism al-mufrad wa jam'u taksir wa jam'u muannath salim wal fi'l al-mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay'un. Kwa hiyo hayo ni maeneo ya dhamma. Wa aqulu, ninasema takunu dhammatu alamatan ala raf'i al-kalima, inakuwa dhamma ni alama ya kurufaisha neno fi arba'ati mawadhi'a, katika sehemu nne. Al-mawdi'u al-awwal, sehemu ya kwanza, al-ismu al-mufrad ni jina moja madulu ala shay'in wahidin. Wal-mawdi'u thani jam'u taksir ni jam'u taksir, sehemu ya pili. Wal-mawdi'u thalith jam'u al-muannath as-salim, jam'u al-muannath as-salim. As-salim ni sifa ya jam'u, kwa hiyo tabidi iwe na dhamma, jam'u al-muannath as-salim. والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به alif الاثنين. Maana siwe kina yadhhabani au tadhhabani shaungana na alif الاثنين, yani yadhhabu, tadhhabu, adhhabu, nadhhabu. Ama ikishakuja katika sura ya kuungana na alif الاثنين hutorufaisha kwa dhamma tena, sababu utaisoma yadhhabani au tadhhabani. wala wawu jamaa, wala sikawa imeungana na wawu jamaa, hiyo mudhari'u. Kwa maana kwa ishakuwa na wawu jamaa tayari ingia katika kundi nyingine la af'alul khamsa, utairufaisha kwa masala nyingine au kwa irabu nyingine. Kwa hiyo kama yadhhabuna, yaakuluna, yashrabuna, hapo dhamma haina nafasi, bakia ni yaakulu, akulu, taakulu na naakulu katika sura ya namna hii.
wala ya'u mukhataba, wala isiwe ikawa imekutana na ya'u al-mukhataba. Ya'u mukhataba tumejifunza kwa ile ya'u ambayo inatumika unapomhutubia mwanamke, kumwambia anti tadhhabina, taakulina, tashrabina, tanamina, kwa hiyo ikawa imekutana na ya'u al-muannatha al-mukhataba, iwe ni tanamu, taakulu, tashrabu kwa maana ya hiya na mfano wa hizo. Wala nunu taukidin khafifa, wala isije kukutana nunu taukidi khafifa au thaqila, wala nunu niswa. Hivi vitu ambavyo vimetajwa hapa vinapokutana mudhari kutana na vitu hivi kutorufaisha kwa dhamma, utakuwa na masala nyingine itakuwa ni mabni, nyingine itakuwa ni mu'rab. Kwa hiyo isije ikawa umeungana na vitu hivi ambavyo Sheikh rahimahullah ta'ala amevitaja. Hiyo ni masharti ya mudhari'u, ndio amebeba vitu hivi vinne au zaidi ya vinne. Moja katika tunajifunza pia, tumeona Sheikh rahimahullah ta'ala alitaja maeneo haya, kaanza na al-ism al-mufradi, jamu taksir, al-mawdu' thalith, jamu salim, sababu hakina za ziada, kisha kamalizia na al-fi'l mudhari sababu maelezo yake ni marefu. Manake nini? Kuwa hata wewe kama kuna jambo wataka ulielezee au ni zaidi ya jambo moja, basi angalia ile ambalo utaanza maneno yake ni mafupi, kisha maliza nalo, ile la mwisho kama na maelezo mengi ndio yanalifanya mwisho. Mtiari ushapatia watu yale maalumati ambayo ni yanashika kwa haraka. Kimleta huko tayari anaiweka sawa kwamba hapo mbona pana kitu ziada, akili yake unaiandaa kisaikolojia kupokea vitu vingi. Kwa hiyo hii pia Sheikh ameitumia usulubu huu, na mimi na wewe pia unaposoma ibara kama hizi tujifunze kupitia mashekhe hao wakubwa ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewafungulia milango ya elimu kwa ukubwa, kwa upana mkubwa. Amma al-ism al-mufrad, ama al-ism al-mufrad falmuradu bihi hahuna, makusudio ya al-ism al-mufrad hapa katika darasa yetu, ma laysa muthanna wala majmu'an, ile ambayo sio muthanna wala majmu'an, lakini sio madalla ala ithnain au madalla ala akthara min ithnain. Hiyo ndio mufrad. Chaonyesha juu ya muthanna wawili au wengi, tayari sio mufrad. Ukina Muhammadun, Ali, Qasim, alkitabu, daftarun, sikawa ni Muhammadani, Muhammaduna, wala mulhaqan bihima, wala isiwe ni miongoni mwa yale majina ambayo yanapewa hukumu ya kimuthanna na hukumu ya kijamu, isiwe katika maeneo hayo. Isiwe ni muthanna wala isiwe ni jamu, na pia isiwe ni mulhaqan bihima, ai bil muthanna wa aljamu. Kuna baadhi ya majina katika lugha ya Kiarabu yanapewa hukumu ya kimuthanna lakini si muthanna, kwa kuwa yamekosa baadhi ya masharti. Na kuna majina ambayo yanapewa yalikuwa ni mulhaqu bil jam'i, kwa kuwa yamekosa hukumu ya kuwa ni jamu halisi. Kwa hiyo tadani mulhaqan imma bil muthanna au bi jam'i al mudhakkar salim au jam'u anathi salim. Mfano wa majina kwa haraka tuna kila na mwenzake kilta, kauli ta'ala kilta aljannatayn atat ukulaha, kilta aljannatayn. Neno kilta na kila, haya majina yanapewa hukumu ya kimuthanna lakini sio nini, si muthanna, kwa kuwa majina haya hayana mufradu. Kila na kilta haina mufrad, kwa hiyo kusema ni muthanna, kusema ni mulhaqun bil muthanna. Nyingine ni ithnan na ithnatani. Ithnan na ithnatani pia haya ni mulhaqun
bilmuthanna. Ahlul ilm anasema pia haya hayana almufrad, ijapokuwa kuna baadhi wanafanya takalluf kulazimisha yeye na mufrad kwa ithnani ni wingi, ni musanna mufrad wake ni ithnun na ithnatani ni ithnatun, lakini inaonekana ni takallufun katika maeneo ambayo hakuwa kuna haja nini ya kufanya hivyo. Kwa ithnani na ithnatani ni mulhaqun bil musanna. Kwa hiyo tukizungumzia mufradi isiwe ni muthanna wala isiwe ni mulhaqun bil musanna. Tukizungumzia al-mufradi isiwe jam'u wala mulhaqun bil jam'. Mulhaqu ya jam'u kwa mfano mdogo ukitaendelea tutakuta mbele ni mfano neno ahaluna. Ahaluna na illiyuna na 20 na mfano haya yanakuwa si jam'u bali ni mulhaqun bil jam'i. Kwa kuwa 20 haina mufradi, sio 20 kwa ni 10 ndio mfradi wake, hapana. Ahaluna hii na mufradi, lakini ahalun inaonyesha juu ya zaidi ya mmoja. Tunasema ahalun ina maana ya mtu na mke wake, au ahalun mtu na jamaa zake wa karibu. Sasa kija ahaluna katika sura hii ikirudi katika mufradi tutaiangalia, je, nini maana ya ahli ni nani? Ilikuwa na ahli yangu, maana yake ilikuwa na mke wangu au ndugu yangu, kwa ni ishara kuwa haionyeshi juu ya nini al-mufrad. Kwa hiyo ahaluna, illiyuna na mengine ya mfano haya yanakuwa ni mulhaqun bi jam'i al-mudhakkari salim. Kwa hiyo mufradi isiwe ni jam'u wala mulhaqun bil jam'i. Na pia ikiingia katika kundi la jam'u anathi salim isiingie huko, ikiwa pia siwe ni mulhaqu ya jam'i al-muannathi salim, hiyo ndio mufrad. Lakini ahalun itakuwa ni mufrad kwa hapa, kwa kuwa hatuzungumzia mambo ya jam'u, yake ni ahaluna, lakini ni kwa mufrad, ni mufrad japokuwa inaonyesha zaidi ya kitu kimoja. Kwa mufrad isiwe hivi. Wala min al-asma'i al-khamsa, wala mufrad pia isiwe ni miongoni mwa majina matano, ile akhuka, abuka, hamuka, fuka na dhu mali, isiwe miongoni mwa haya. Mufrad asiwe hivi, japokuwa hiyo fuka dhu ni mufradi upande wa kimaana, si ndio? Akhuka ni mufradi, lakini isiwe katika sura ya namna hii. Kisha katika asmaul khamsa hutorufaisha kwa nini? Ni mufradi, lakini hurufaishi kwa nini? Kwa dhamma, kutumia alama nyingine. Muda kwa nini? Ni katika asmaul al-khamsa. Kwa mufradi isiwe katika asmaul al-khamsa pia, japokuwa hapo ni al-mufradi, lakini rabi yake ni tofauti na ismu ambayo sio katika asmaul khamsa. Sawaun akana al-murad bihi mudhakkaran, sawa sawa iwe makusudio ya al-mufradi ni mudhakkaran, manake ni jinsia ya kiume, mithlu Muhammadin wa Ali wa Hamza, am kana al-murad, au iwe makusudio bihi ya hii mufradi muannathan, hiyo ni jina la kike, jinsia ya kike, mithlu Fatima wa Aisha wa Zainab na mfano haya. Wa sawaun akanat dhammatu, sawa sawa iwe hiyo dhamma dhahiratan, ni dhahira, kama fi nahwi hadara Muhammadun, kama mfano wa neno hadara Muhammadun. Manake kaamua ingiza katika nini sentensi, kwa kuwa ataka airufaishe Muhammadun, hazitumia tu Muhammadun Aliyun afa kusema marfu kama vile Ali, lazima ingize katika nini jumla. Kwa hapa tumemrufaisha kwa kuwa ni fa'il, na dhamma yake hapa ni dhahira, kama tu ambavyo tumetangulia kuzungumza. Wasafarat Fatima, na amesafiri Fatima.
pia dhamma yake ni dhahira. Amkanat muqaddaratan au hiyo dhamma yake ni muqaddara nahau hadara al-fata wal-qadi wa akhi, amhudhuria al-fata kijana na qadi na ndugu. Kwa ukiangalia al-fata na qadi na akhi utakadiria dhamma kwa kuwa fi'li hadara inahitaji nini? Inahitaji fa'il. Jana tumezungumzia vitu hivi, walilahi alhamd. ونحو تزوجت ليلى ونعمة. تزوجت ليلى ونعمة ameolewa Laila na Nu'ma. Kwa Laila na Nu'ma pia utakadiria dhamma sawa sawa. Hiyo dhamma ambayo ni alama ya inaingia katika mufrad iwe ni muqaddara au ni dhahira. Fa inna, tukinukuu kulingana na kule juu, fa inna Muhammadun kama ilivyo hikaya, ndio maana hakuweka fathatain. Hakuweka nini? Kwa hiyo usisome fa inna Muhammadan weka tanwini, una inukuu kama ilivyokuja kwenye hadhara Muhammadun. Fa inna Muhammadun wakadha Fatimatu marfu'ani. Hizi hapa ni marfu'ani. Kwa hiyo kwenye tamko hili itakuwa ni marfu'un ala alhikaya. Mazingira yake yatakuja kuelezewa kwa upana maeneo yake. Fa inna Muhammadun wa kadha Fatima, hakika Muhammad na vile vile Fatima marfu'ani. Ukisoma fa inna Muhammadan wa Fatimata tuseme marfu'ani itakuwa ni muongo, si ndio? Kwa lazima ibakie vile vile marfu'ani. Marfu'ani huko ni mansubani kivipi? Kwa kuwa inna najua kazi yake ni nini, basi lazima mfanye hivyo. Hapana, tutakuja kuelezea irabu ya masala ya hikaya kwenye milango yake. Manake unaweza kukuta una neno Muhammadun musafirun, hii ni jumla, ukamuita kwa jumla hii mtu, jaa Muhammadun musafirun, pia ndio jina lake. Raaitu Muhammadun musafirun, kama ilivyo maraitu bi Muhammadun musafirun, hivyo hivyo kama ilivyo ni hikaya. Kwa hiyo masala yanahitaji subira kidogo, sio muda wake. Kwa hiyo neno Muhammadun na Fatima marfu'ani, wa alamatu rafi'ihima, na alama ya rafi'i ya majina mawili haya ad-dhammatu adh-dhahira, dhamma adh-dhahira, wal fata wa mithluhu Laila, na fata na mfano wake Laila, wa Nu'ma marfu'atun. Tawziko tatu hapo. Naona Muhammadun na Fatima marfu'ani muthanna, fata Laila Nu'ma marfu'atun. Hakusema marfu'una. Kwa nini? Nimesema kwa kanuni ya kilugha kila jam'u ni muannath. Ya jam'u ni yani ule wingi, sio jamaa, wingi. Sasa tayari imeingia, kuna Laila, kuna Nu'ma, kuna fata, ni jam'u tayari. Je, niseme marfu'una niipe sifa ya al-qala? Hapana, naipa sifa ambayo havina akili, marfu'atun. Wa alamatu rafi'ihinna, sio rafi'ihim. Wa alamatu rafi'ihinna, na alama kurufaishwa huyu Laila na mwenzake Nu'ma na al-fata, dhammatun muqaddaratun ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Upande wa fata na Laila na Nu'ma. Wal-qadhi haitenganisha kwa kuwa sio at-ta'azzur, ni al-istithqal.
ndio maana haikuingiza katika lile kundi la Laila Nu'mana al-Fata, amemtenga kwa sababu yeye kweli ni marfu bi dhamma muqaddara, lakini kwa sababu nyingine ambazo sabaka dhikru. والقاضي مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على الياء منع من ظهورها الثقل. akhi naye kamtenganisha kwa kuwa hana uhusiano na dhamma muqaddara, lakini kwa sababu nyingine kile kimoja amekipa nini haki yake. wa akhi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya al-mutakallim man'a min dhuhuriha istighal al-mahall bi harakati al-munasaba, haraka ambayo ina munasaba na ya. Kwa utasoma munasaba kama Sheikh alivyoiweka shakli yake. Kwa mazungumzo yetu ni yapi? Kuwa al-ismu mufrad inarufaishwa kwa dhamma, sawa sawa hiyo ni dhamma dhahir au dhamma muqaddara, muda kwa ni mufrad. Wa amma jam'u taksiri, ama jam'u taksir falmuradu bihi, makusudio yake anakusudia nini? Ma dalla ala akthara min ithnaini, usema ala akthari mlango wake pia unakuja mbele. Ma dalla ala akthara min ithnain ni kile ambacho kinaonyesha juu ya zaidi ya wawili. Akthara inafanana na adhhab na mwenzake nani? Aftahu inafanana na kitendo. Ndio maana kitendo kama hakipati jarri, kitendo kama hakipati tanwini, pia akthar na mfano hizi hazitofanywa hivyo, mlango wake unakuja mbele. Madalla ala akthara min ithnain, kile ambacho kinaonyesha zaidi ya wawili wanaume, au ithnataini, imma wawili wanaume au viwili vya kiume, au ithnataini au wawili wanawake au viwili vya kike, maa taghayyuri fi sighati mufradihi, pamoja na kubadilika sigha, tamko la mufradi yake. Kwa hiyo mabadiliko haya yanawezekana yakaja kwa njia ya shakli, au kaongezeka baadhi ya vitu, au ikapungua. Hiyo ni moja katika aina za nini, za jamu taksir. Kwa kitabun takuja kutubun, kama kitabu wingi wake ni kutubun, sura mufrad imebadilika, akasema ni jamu taksir. Qalamun aqlamun, sura imebadilika, ni jamu taksir. Asadun kaja usdun kwa shakli peke yake, jamu taksir. Kwa hiyo upande wa mabadiliko inawezekana ikawa upande wa shakli au ziada au an-naqs, unategemea na mabadiliko yanakuja kwa sura gani. Hiyo ni jambo taksir. Hapo kwanza kaelezea jambo taksir, kisha ndiyo atupe mifano ambayo inahusiana na hii jambo. Wa anwa'u taghayyuri al-mawjuda fi jumu'i taksir 6. Wa anwa'u at-taghayyuri, aina za kubadilika, al-mawjudatu, sifa ya anwa'. Wa anwa'u taghayyuri al-mawjudatu fi jumu'i taksiri 6, ni 6. Ni zipi? An-naw'u al-awwalu taghayyurun bishakli, kubadilika shakli. Laisa ghayru, la ghayru, laisa ghayru. Laisa ghayru maana hakuna njia nyingine isipokuwa ni hiyo. Na hapa ghayru kwa mukhtasar itakuwa ni ismu laisa, lakini atakuja kuelezea kwa upana maeneo yake. Nahau asadun, naona asadun ni mmoja simba, wakiwa wengi usdun shakli peke yake, dhamma sukun, huko mwisho hakuna shida. Wa namirun wingi wake ni numurun, shakli fatha kasra mubadilika. Fa inna huruf al-mufradi wal jam'i
herufi za mufrad na jam'u fi hadhaini almithalaini, katika mifano hii miwili, muttahida, lakini moja, herufi zake ni moja. Namirun kama nun, mim, ra. Asadun, hamza, sin, dal. Herufi ni hizo hizo. Sawa? Walikhtilafi baina almufrad waljam'i, na ule utofauti baina mufrad na jam'u inma huwa fi shakliha, upande wa nini? Shakli zake pekee yake. Asadun, usdun, namirun, numurun. Basi kwa hiyo taghayyur ni upande wa ashakli. Thani shay'i taghayyur bin naqsi la ghayru, kuna kubadilika upande wa kwa njia ya naqsu. Mufradi ina vitu vingi, ina herufi nyingi, huku zikapungua upande wa nini? Wa jam'u. Taghayyurun bin naqsi laysa ghayru, nahau tuhmatun, tuhmatun wingi wake ni tuhamun, tuhamun, shakli pekee yake upande wa naqs. Mufradi kuna tau, kwenye jam'u imeondoka. Tuhuma hiyo maarufu. Wa tukhamatun, jam'u ya tukhamu. Tukhamatun ni mufrad, tukhamun ni jam'u. Upande wa mabadiliko ni madogo, upande wa nini? Upande wa kwa kupungua, na vitu vimepungua pale. Mama na tukhamatun.